Leo nataka tuzungumzie zaidi juu ya swala zima la uzalishaji mali. Ndio. Tunapozungumzia swala zima la uzalishaji mali, maana yake ni nini? Kijana unatakiwa uelewe kuhusu uzalishaji mali, swala zima la kutengeneza vitu mbalimbali ndio uzalishaji mali. Katika uzalishaji mali kuna nyenzo kuu mbalimbali. Ya kwanza kabisa ni kilimo. Hapa kwenye kilimo lazima tutumie teknolojia, lazima tutumie mashine mbalimbali kwa ajili ya kurahisisha kilimo na kuzalisha mazao mengi. Ndio maana ya kutengeneza. Unapolima unapanda mbegu chache, lakini unavuna mazao mengi. Maana yake ndio tunatengeneza nini? Mazao. Kwa hiyo inabidi katika swala zima la kilimo, vijana tunatamani mtie nguvu zaidi ili kuzalisha vitu vingi na kukua ama kukuza vipato vyetu kwa haraka. Jambo la pili ni ufugaji. Hapa kwenye ufugaji ni kama benki, hauna tofauti na benki, kwa sababu unapozalisha mifugo unazalisha fedha, sawa na unatunza fedha benki. Kwa hiyo kama kijana usitunze hela benki, bora ununue kuku au ng'ombe au mbuzi, uendelee kujizalisha ili uzidi kukuza kipato chako. Jambo la tatu, swala zima la viwanda. Hapa kwenye viwanda, na hapa ndo kuna shida sana katika taifa letu hili la Tanzania. Hivyo mimi nafikiri vijana ndo nyenzo kuu ya kutufanya tuzidi kukua. Hapa kwenye swala la viwanda, mimi natamani sasa hivi viwanda vingi viongezeke ili mambo yaende vizuri. Tuna uhitaji wa viwanda vingi. Mpaka sasa hivi tunaagiza nguo kutoka mataifa ya nje. Kwa hiyo inabidi tutengeneze viwanda kuzalisha zaidi. Na viwanda ndio vinaleta fedha kwa wingi. Kwa mfano kina Mo, kina Bakresa, Jamkaya, wale wote wamekuwa wana kipato kikubwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya viwanda. Maana ukiwa na kiwanda unatengeneza vitu, maana yake kipato chako kinakuwa. Unapotengeneza, mauzo yako yanaendana na idadi ya vile vitu unapovitengeneza. Exactly. Kwa vijana tujikite zaidi katika kununua mashine, kuwekeza kwenye swala zima la viwanda. Lakini jambo lingine hapa la nne na la mwisho ni biashara. Hapa kwenye biashara inatakiwa vijana tujikite katika kuwekeza katika biashara, magodauni makubwa, tuboreshe milling station, kwa sababu idadi pia ya watu inaenda inakuwa. Sasa hivi tupo zaidi ya watu milioni 60 na zaidi.